tuko hapa Mwanza Nyamagana kwa ajili ya kuangalia vipaji vya mpira. Tumeona turnout nzuri, tunapongeza sana wote ambao walijiandikisha na wamekuja hapa leo kushiriki na kuonyesha talent yao. Safari Cup kwa kweli tulianzia Mbeya, pale tulipata timu 24 ambazo zilishiriki, na kule Mbeya tuliona talent nyingi sana, na hapa Mwanza leo kwa kweli talent zinazidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tunawaambia wanaopenda mpira waendelee kufuatilia kampeni hii, waendelee kushiriki, na kwa mwaka huu tumetoa nafasi ya kipekee ya watazamaji na wapenzi wa mpira na wenyewe kuchangia katika kuibua vipaji. Na wanafanya hivi kwa njia rahisi sana. Wanatakiwa wanunue Safari Laga, waangalie chini ya kizibo, wataona kuna namba maalum. Wachukue hii namba, watembelee www.safarilaga.co.tz. Wakiingia kwenye microsite hii, pale wataona timu zote na mikoa yote iliyoko pale. Wachague timu wanayotaka, wataona wachezaji, wamchague mchezaji wanayotaka, wapige kura, watumie ile kodi sasa ili kusubmit. Wakifanya hivyo watakuwa wameingia na wenyewe katika kusema na wenyewe kwa nani mchezaji ambaye wanaona ana talent nyingi. Na pale yule mchezaji anaweza kupata nafasi kubwa zaidi ya kushirikiana, lakini pia makocha wetu waliopo hapa na wenyewe pia wanaweka maksi zao katika wachezaji wanaocheza, na kwa hiyo itakuwa ni mchanganyiko wa kura za makocha pamoja na watazamaji na wapenzi wa mpira. Kwa kuchanganya ndio tutapata sasa mabingwa wapya wa mpira, na pia kikubwa wanavyokuwa wanapiga kura, basi na wenyewe wanapata nafasi za kushinda vitu mbalimbali. Mialiko ya kuja kwenye machi ya mwisho ambayo itafanyika Dar es Salaam pale KMC Ground tarehe 26 mwezi wa 7, ambapo timu ya Safari itacheza na Yanga FC, na pia kuna ushindi wa hadi milioni 10. Kwa hiyo Watanzania waendelee kufuatilia kwa karibu Safari Cup na waweze kujitokeza kwa wingi na wapige kura. Tunataka kusikia sauti zao na wenyewe zinasemaje kuhusu vipaji tunavyoviona. Pengine madam, mmetoka Mbeya na mmekuja Mwanza mtaraji kwenda Arusha. Tupe overview ya Mbeya na mpaka muda huu Arusha kama waanzilisho ili wale tukio na mwisho wa siku. Kwa kweli tulipoenda Mbeya ilikuwa ndio bonanza letu ya kwanza. Kwa hiyo tulipata wakazi wengi wa Mbeya walijitokeza. Kikubwa tumefanya mabadiliko kidogo mwaka huu kwa sababu mchakato tunafanya sasa season ya mwaka uliopita, season iliyopita tulikuwa tunachagua mchezaji mmoja, tunawaweka katika timu siku ile wanakuja kucheza bonanza. Lakini tukaona kwamba wachezaji wanaonyesha vizuri talent zao wakiwa wamejumuika tayari kwenye timu zao. Kwa safari hii tumeandikisha kama timu nzima inakuja inajiandikisha, ila bado tunachagua mchezaji mmoja. Tofauti kubwa nayoona kati ya Mbeya na hapa sasa tuko Mwanza ni kwamba sasa hivi kila tunapomaliza mkoa ile amsha na labda ufahamu na knowledge inazidi kuongezeka kuhusu bonanza hizi. Kwa hiyo mwitikio unazidi kuwa mkubwa, na tunatarajia wiki ijayo tarehe 6 kuwepo Arusha, pale tutafanya pia bonanza. Kwa hiyo wakazi wa Arusha wakae tayari, wajiandae, tunakuja pale. Madam, mwisho kabisa, kuna watu wanauliza wachezaji wanachukuliwa mwisho siku na wanaenda kucheza mechi dhidi ya Yanga. Baada ya hapo sasa wanapelekwa wapi? Kuna project ambayo nyinyi mnaandaa kwa ajili ya kuendeleza vizuri. Project ya Safari Cup ni ya kuibua vipaji, na kikubwa katika project hii ni tunapita katika mikoa mbalimbali, tunachagua vipaji, mwisho tutachukua wale bora 22 ambao tutawaweka kambini, na wakishoka kambini wanapata fursa ya kujifunza mambo mengi sana, kuanzia jinsi ya kujielezea, jinsi ya kumudu hela, kutengeneza hela kama wao, kujitengeneza hata wawe zaidi ya nje ya uwanjani. Lakini kikubwa tunawapa jukwaa kubwa la kuonyesha talent yao. Lengo kubwa ni tukiweka hili jukwaa ni ili waweze kuchaguliwa na kuonwa na vilabu mbalimbali kwa ajili ya kuchaguliwa na kuingiza katika zile timu. Mwaka jana wale 22 walikuwepo, 8 wameshaingia kwenye timu mbalimbali mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, na kuna wengine actually imekuwa vizuri sana. Tumekutana na mshiriki mmoja ambaye mwaka jana alishiriki kutokea hapa Mwanza, amepata kuna timu ya Italy inataka kwa baada ya yeye kushiriki kwenye Safari Cup. Kwa hiyo nafasi ni kubwa, yani ile ni nafasi ya kujionyesha kwa taifa, kujionyesha zaidi kwa Tanzania, watu mbalimbali wanakuwa wanafuatilia. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa la Safari Cup, kuonyesha, kufungua mlango na kuonyesha vipaji hivi ili sasa vilabu mbalimbali viweze kuchagua talent. Na wale 22 wakishapatikana sasa na mashindano mechi kati yao na Yanga, ikishamalizika pale mnakuwa mnawafuatilia au mnawapasana kama kwa tunawafuatilia, lakini tunakuwa tumemaliza sasa rasmi program ya Safari Cup.
Kwa hiyo sasa hii inakuwa kule nyuma kuendelea kuwafanyia kama interviews wakiwa kwenye sehemu zao wanatakiwa kuhojiwa, tunawatengeneza nafasi kama hizo waendelee ili wasipotee. Na kwa kweli tumeona hiyo imeleta mafanikio, na sababu ni kikubwa zaidi ni kwamba walipomaliza tu kutoka kwenye safari kutoka kambini, kwa kweli wengi walipata nafasi, na hata ambao bado hawako kwenye timu rasmi bado ukisikiliza story zao, kwa kweli wengi wameanza kuchukuliwa ana talent kweli na wanaitwa kwenye mashindano mbalimbali. Kwa hiyo kikubwa ni sisi tunaendelea kuwafuatilia, lakini program rasmi inaisha baada ya ile mechi. Upande wa wanawake sasa, Madina na vipi upande wenu? Kwa kukusanya timu za wanawake kwa sasa hivi sisi kama Safari tumeamua kufocus kwa wanawake. Mimi naona ni opportunity of course bado inaexist hata kwa wanawake, ila ningewakaribisha sasa wengine, wadau wengine wa mpira wanapenda maendeleo ya mpira na wenyewe waje kuchangia mchango. Safari inaona nafasi ni nyingi sana, ila hatuwezi kuzikava zote. Kwa hiyo sisi tumechagua kwenye focus kwenye vijana wa kiume ambao tumeona inaendana zaidi na brand yetu ya Safari Laga, lakini naamini talent ziko nyingi, kuna level nyingine ambazo watu wengine wanaweza kushiriki. Niwakaribishe sana makampuni mengine ambayo yanapenda maendeleo ya vijana, kuinua vipaji na kutengeneza ajira kwa vijana hivi, na wenyewe waingie, wanaweza kuja kushirikiana na sisi, wanaweza wakaanzisha tamasha lao na wenyewe pia. Lakini kikubwa ni kwamba sisi tumeamua kufocus kwenye upande ambao tumeona Safari inaweza kutimiza zaidi malengo yake.